Bwana Yesu apewe sifa. Tuinamishe vichwa tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, tunakuinua na kuabudu kwa ajili wewe ndio Jehova. Asante kwa ajili umekuwa mlisi mwema tangu tulipoachana mpaka wakati huu tumepatana mahali hapa. Kwa ajili ya kutafuta uso wako Kristo, tunaomba tutie nguvu na imani katika safari ya wokovu. Nimegeuza na kuharibu kila mikutano ya gizo iliyotendeka juu ya ile madhabahu. Katika jina la Yesu Shetani ashindwe. Magonjwa yaliyosukuma kwa watu wake wahangaike katika ulimwengu wa dhambi waondolee. Magonjwa yasiyo na tiba na yageuza na kuyalaani kusimuni. Mapepe yaliyosukuma kwa watu wako wakae katika mateso na ikataa. Niharibu kila kasi ya Shetani in the name of Jesus Christ ibada kushindwa. Naitisa nguvu na imani na hekima na busara na uerevu katika maandiko. Unitangulie kwa chini mimi ni chombo nitumikie Baba. Ukanene pamoja nami mpaka usijanena na watu wako. Uwafungue watakaso wapatie tumaini na imani ya kuishi Baba. Asante kwa kila jambo umenitendea Baba. Tasaka watirikio boborakai mazia. Katika nchi yetu ya Kenya utamaraki na kuondoa maovu. Ukaleta amani na amani katika taifa hili. Naomba amani katika taifa hili Baba. Shetani achafurahia tukiwa washinde mfalme. Najua ya kwamba ako katika mbio kwa sababu wakati wako imeisha. Nasimamisha kila kasi ya Shetani na kuipinga na kuyeusa katika jina la Yesu ibada kushindwa kusimoni. Naitisa nguvu za Roho Mtakatifu zikatawale kwa kila mmoja. Naomba uwepo wako ukashuke mahali hapa Baba. Roho isiyo yako sipate ikaitukuze mbele yetu Baba. Ili onekana kwa ajili ulishinda kule Kalvari Baba. Naomba tena tusindanie vita na mauti Baba. Naomba ukasimame pamoja nasi Baba. Ukakumbuka hata wale wachangia mahali hapa. Ukakumbuke walio hospitali, walio wagonjwa mahali bako. Ukakumbuke waliopata majeraha mbalimbali. Ukafunike watoto wanaotoka mashuleni kuja katika likio boborakai. Wafunike na damu yako Baba. Watakapofika katika nyumba zao vyema nitakuinua. Asante kwa ajili ya dakika hii. Katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika maandiko ya Yohana mtakatifu. Tufungue katika maandiko ya Yohana mtakatifu. Tuko na Yohana mwenye aliyopotea barua. Tuko na Yohana ufunuo, lakini saa hii tunaongea juu ya Yohana mtakatifu. Chapter 5 verses 1 kuelekea mpaka 12. Tuone jinsi vile Yesu aliyetenda makubwa juu ya watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hivi, hii ni wakati ambayo Yesu aliponya watu siku ya Sabato. Ni wakati Yesu Kristo alikuwa aliponya watu siku ya Sabato. Na unajua sio wote wakati unaotenda mazuri wanaweza kukupigia makofi. Wengine wanaongojea uanguke ndio wafurahie watoe vicheko visio na mwisho. Lakini wakati wa Yesu Kristo alipotenda ishara na miujiza, wakati alipokuwa duniani, tunaona ya kwamba sio wote waliofurahia kwa hiyo kazi. Kwa hivyo ukitenda yaliyo mema, ujue ya kwamba sio wote watakupigia makofi. Lakini wewe nakuambia tenda ya kwamba utatenda tena. Kwa sababu yeye mwenyewe aliye juu mbinguni amekuwekea taji yako ya uzima. Kwa hivyo wakati unaotenda mema, siangalie kando, mbele wala nyuma, lakini angalia Baba aliye katika kiti yake enzi, atakutendea mema pia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia ya kwamba ukitenda mema kwa yule anayehitaji kutendewa, umegusa roho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Nisaidia maskini, yatima mchane, umegusa roho ya Bwana. Hiyo umemgusa akiwa katika kiti yake enzi. Ni furaha gani aliyo naye akiona umetenda yale alikuwa anatenda akiwa hapa duniani?
Kwa sababu wakati alipokuwa amemaliza kazi, alisema nimeenda kuandalia mahali bema, na nikienda tawatumia Roho Mtakatifu mfanye ile kazi nilikuwa nafanya. Hakusema tukae mastarehe tukule na ukunywa. Hakusema tukibarikiwa tusikumbuke wengine. Hakusema tukae tutoseke kwa kila jambo, lakini alisema mfanye ile kazi nilikuwa nafanya. Sijui wewe Mkristo, wakati umeokoka ama umeitwa, unafanya kazi gani ya ulimwengu? Wakati shida ama mapigo ama magonjwa ama macharibio mnayoweza kukutana, utaambia Bwana ulifanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo nafurahia kwa Bwana Yesu Kristo kwa yale yote alitutendea. Akafa, akateswa kwa ajili ya dhambi yangu na yako, ndio sisi tukapata kuokolewa. Tuweke mitindo ile alikuwa nayo katika ulimwengu wa dhambi, ndio tusije tukapotee. Tunajua kwamba ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kutenda kitendo nzuri katika ulimwengu, ama katika ukoo unakaa, ama katika kijiji, ama kazini, lakini sio wote watakupigia makofi. Wengi watakuasika, wataanza kuchiona badala ya kumuona Yesu Kristo aliyokupatia hiyo neema ya kukaa, aliyokupatia hiyo njia, aliyokupatia hiyo jansi ya kuwa mahali huko. Usimsahau yule aliyekupatia ujione. Nataka umuone Yesu Kristo aliyekufia msalabani ndio ukapata ukombozi. Yesu Kristo wakati alipokuwa katika ulimwengu wa dhambi, alikuwa anatenda vile babake aliyomtuma. Hakuangalia mwanadamu au sawishiwa, lakini alijua kwamba atatenda na maliza, na kazi baada ya kumaliza kuna yale makubwa Mungu wake atamtendea. Na wewe nataka uwege hiyo, ujue kwamba chochote unaotenda inahesabiwa. Chochote unayotenda inahesabiwa. Sitaki uione kama hasara, kwa sababu vyote ya ulimwengu itaisha, lakini neno lote litasimama imara. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaambiwa katika maandiko ya kwamba Yesu wakati aliyoponya siku ya Sabato, sio wote walipiga makofi. Na wewe ukifanya kazi yako, najua sio wote watakupigia makofi. Wengine watasema unachiringa kwa sababu uko na mali. Usaidie kwa ajili uko na mali, unasaidia kwa ajili uko na utu wa kusaidia. Wewe usiongojee utachirike ndio usaidie. You are sent, you are given. Utakuwa kufanya nini? Utarudishiwa. Maandiko yatuambia kwamba ukisaidia ni kama umekoba, Mungu wako atakurudishia wakati wa shida. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usikue na saka ama na yuko maishani mwako. Ukiona na hasara, uacha kuhesabu kuwa hasara. Lakini chukua wewe uko mtu wa maana katika ulimwengu wa dhambi, kwa sababu mweka mahali pale kwa ajili ya sababu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanasema ati ndege ikianguka, ile kanyoni inaona mti inaanguka. Uwezi kaanguka ovyo ovyo. Inaenda inaanguka mahali imechagua, inaanguka. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko pamoja. Kwa hiyo ukiona kitu kinatendeka kinakuja kwako, furahia kwa Bwana. Mwambie Bwana ni asante, kwa sababu hii mapito yote napitia ni kwa ajili ya neema yako nimesimama. Unamshukuru na mwambia nimepitia mengi, lakini nakushukuru kwa ajili ya imani na uvumilivu. Yeye anataka ukue na imani na uvumilivu na usame katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu yote unaofanya kilio chema usihesabu kuwa hasara, kwa sababu Baba yeye amekuwekea atakurudishia wakati unaostahili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ukitoa usi-expect kurudishiwa. Expect Mungu kubariki na kukuendeleza mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Uliza mama yako na baba yako kama angali hai,
wakati wako ni mangapi ameona? Ni mangapi ameongelezwa juu yake? Ni vitu gani yametendeka juu yake? Lakini amejipatia nguvu na uvumilivu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka wewe Mkristo uombe Bwana Baba akupatie nguvu na uvumilivu katika safari hii. Ni nzito ikiwa wewe uchaamini, na ni nzito ikiwa wewe uombi, lakini maombi inatosa yote. Na Shetani hawezi akakaribia mahali unaomba. Bora ombe katika roho yake na ukweli. Bora ombe ukiwa umeosa mavazi yako, kwa sababu Shetani atatingizika. Ameona wakati imeisha. Kuna jambo Roho wa Bwana amenikumbusha mwendo wa saa 2 nikiandaa kuja. Akaniambia ujue ya kwamba Shetani amefanya nini? Ako katika mbio. Ujue ya kwamba vile ako katika mbio, anaona wakati wake imeisha. Na vile wakati imeisha, chenye alikuwa anataka kutenda mbele yako, alifikiri amemaliza. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Kwa hivyo wewe, wacha nikukumbusha ya kwamba ulipitia katika magumu na masito sana, lakini Bwana amekuchalia kuona wema na siku ya leo. Kwa hivyo Shetani ako katika mbio, akijua ya kwamba kazi yake imeisha. Na unajua ile kazi ametenda kwako yaliyo maovu, ametenda katika kilio na machozi. Lakini Bwana ama Mungu wetu ni Mungu aina gani? Amekuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo nataka sisi wa Kristo tukae katika imani na upendo na uvumilivu. Tukae katika maombi, kwa sababu maombi ndio silaha. Usije ukatikisike katika hii safari. Utasikia mengi, lakini wacha Yesu aitwe Yesu, kwa sababu yeye ndio mkombozi kwa kila mmoja. Yeye ndio muweza vyote. Aliamua ili apate kuyateseka kule msalabani, ni mimi na wewe tupate ukombozi. Kwa hivyo chumbe na kuachia, uwezi ukatenda mazuri wote wakupigie makofi. Wengi watakutusi, wengi watafanya umejifanya, wengi wanasema unachiringo umekalia ile kitu kubwa, wengi wanasema umetachirika sana. Mtu hawezi akarara atachirike. Uongo ama ni kweli? Bwana Yesu apewe sifa. Mtu lazima struggle. Life changes vile unaiweka. Vile unachuweka ndio unakaa. Na vile unakiri kwa ulimi yako ndio ulimi yake na kuandamana vile unakiri. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisema naona watoto wangu hawatasoma. Ukisema watoto wangu watasoma wamalize mpaka waenda ng'ambo, wataenda. Kwa hivyo chere umeongea, chunga Shetani asije akapanda magugu ndani mwako. Kwa hivyo be strong in faith. Ambia Bwana akutakaza, akupatie nguvu na imani. Katika hii safari inahitaji maombi, dada yangu na ndugu yangu. Itaki mtu wa kurara ukura na kustara, nimetoka kazi nimechoka. Hakuna wakati itakutafuta uombe. Wewe ndio utatafuta wakati. Waambie Bwana, hata nimechoka nikiwa hapa, unikumbuke. Usinipite wakati unaenda kubariki wengine, wakati unaenda kupigania wengine vita, wakati unaenda kuponya wengine unikumbuke, wakati unaenda utakaza wengine unitakaze, wakati unaenda kubariki watu na kazi na mimi unibariki pia. Usinipite. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo turudi katika maandiko ya Yohana Mtakatifu 5 kuanzia mstari wa 1 kuelekea chini. Ni wakati Yesu aliyeponya katika siku ya Sabato. Baada ya hapo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akapanda kuelekea Yerusalemu. Na huko Yerusalemu karibu na mlango wa kondoo pana bwawa la maji litwalo kwa Kiebrania Bethesda. Nalo lilikuwa na matoa 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa na walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza wakaongoja maji wachemuke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika ushuka akaingia katika lile bwawa akayatibu maji. Basi yeye aliyeingia kwa kwanza baada ya maji
kutumbikiwa, alipona ugonjwa wake uliokuwa umempata. Haleluya. Tupigie Kristo makofi. Maandiko yanichulisha ya kwamba wakati Yesu Kristo alipokuwa kule Yerusalemu, maandiko yaniambia kulikuwa na mlango wa kondoo ya Bwana, ambapo kulikuwa na maji ilikuwa imetewa mahali pale. Hiyo maji ikichemuka, kuna malaika anaingia. Wakati anaingia mahali pale, anayatibu wale viwete, vipofu. Yule atakaoingia ndiye ataponya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika ile mchi kulikuwa na ishara na miujiza. Kwa hivyo ile maji ilipokuwa inachemuka mahali pale, ndiye malaika anashuka, anayatibu wapokee uponyaji. Wale wanaoingia mahali pale wakiwa na imani ndio walikuwa wanaponywa. Viwete, vipofu na watu wengine walikuwa na magonjwa tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Katika wakati huo Yesu Kristo tunaambiwa ya kwamba alikuwa anatembea ili apate kuponya wale walikuwa na magonjwa tofauti, ama wale hao kuwa wanachiweza mahali hapo. Lakini kumbuka, katika ile mchi kulikuwa na bwawa, ilikuwa na maji. Na katika ile maji malaika wa Bwana alikuwa anashuka, ndio yule atakapoingia wa kwanza anapokea uponyaji. Haleluya. Kwa hivyo kule Yerusalemu kulikuwa na ishara na miujiza. Kwa hivyo katika ile kule Yerusalemu, Mungu alitembea mahali pale katika njia za ishara. Zaidi ya hapo, Yesu akaonekana akielekea mahali pale, akitenda yale Mungu alipokuwa mumtuma. Kwa hivyo kila jambo inatakikana imani. Kwa hivyo kilia kwa watu wengi kama mkuru wa njenga, kama huko Bible, kama kwa Ruben, lazima watu wakuwe na imani ndio wapate kukombolewa. Hapana kusema kule ni kubaya. Ndio ni kubaya, umeishi huko. Kwa hivyo umeishi huko, ufanye nini huko? Unasema ni kubaya na unaishi mahali pale. Utaki kuchukua hatua ili wale walio mahali pale wapate kuokolewa. Ile mahali pale kubadilika kuje. Ile mahali pale watu wafanye nini? Waponywe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo inawezekana ya kwamba uko katika hali nyingine eleweki. Usiku ulali, usiku mapepe na kusumbua, usiku mtoto anastuka, usiku wako na choto kubwa, usiku sasa ajifahamu. Hata wewe ukilala ujifahamu, lakini asubuhi ndio nasema isikuwe usiku ulali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye Yesu Kristo anakuita umkaribie, utubu na kumwambia akuguse tena, ndiye akuondolee maovu usiku mzima. Walipomuita kule Yerusalemu, ndio tunaona ya kwamba Yesu Kristo alitembea. Hata ikiwa kulikuwa na maji mahali pale, lakini alijua wote hawatakuwa na imani na ile maji. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapo palikuwa mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo amelala, naye akichua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo alipofika katika ile bwawa wa maji, alikutana na mtu yule alikuwa amelala ajiwezi. Alipomtazama akaona amekuwa mahali pale katika muda wa miaka 38. Akamuuliza kama anataka aponye. Ende kawa kuna mahali umezunguka ukitibu ile ugonjwa naambiwa uko naye lakini eponye. Lakini Yesu ako muite na ashuke akaguze na kukubadilize. Madaktari wameenda wakisema umegonjeka, lakini hakuna dawa unaweza kukunywa ilete mabadiliko. Usimsahau ya kwamba Yesu Kristo hapo, yeye utende ishara na muujiza. Wakati alipotazama katika ile mji wa Yerusalemu, aliona wengi wanaingia wakiponywa. Lakini alipoangalia sana akaona kuna kilio ya mama mmoja. Mtu mmoja alikuwa amekaa katika muda wa miaka mingi na atoki mahali amelala, na kuna amelala hakuna mtu wa kuchukua. Inaweza kuwa wewe umeteseka katika magonjwa mbalimbali, watu wamekuzunguka, watu wenu wamekupeleka kila mahali uponyi, sasa wamechoka na wewe.
lakini nikuambie ya kwamba Yesu Kristo atachoka na wewe. Jipatie nguvu na imani na tumaini katika kuishi mwito hiyo Yesu Kristo, kwa sababu uitika wakati ufaa. Anakuongojea umwambie unahitaji nini. Anakuongojea ukiri ndani yako. Anakuongojea umsogee yeye ndiye apate kukuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa wale wapendwa wamechoka na wewe, ikiwa majirani wamechoka kuja kukuangalia umeamukaje, ikiwa mandugu na madada wamekutoroka kwa sababu wamesema ugonjwa wake imekula pesa yao nyingi, lakini Yesu Kristo hajachoka na wewe. Yeye anakupenda na anakuhitaji. Anataka umuitikie yeye ili akukaribie ndani yako, umwambie unataka nini na unataka ufanye nini kwake baada ya kukuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wamechoka kutibiwa. Unasema umekula pesa mingi, umeenda Kenyatta, umeenda wapi, lakini uponi. Ni kwa nini? Lakini mrudie Bwana, mwambie Bwana, najua unanipenda. Na wakati huu najua ya kwamba nitafika wakati huu wewe ulikuwa unajua. Lakini mimi sikuwa najua nitafika wakati huu. Kwa sababu mimi ni mtoto wako na unanipenda. Na najua ya kwamba ndio kwa sababu nimekaa hii muda. Unajua huyu mama alikaa muda wa miaka 30 na ngapi? Na 8. Na wewe unagonjeka miezi 3 ino unaanza kulia. Mwambie Baba nakupenda. Najua ya kwamba kuniweka hivi, najua kuna jambo unataka nijue. Na jambo unataka nijue nikae na uvumilivu na maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Umezunguka umekula pesa, umezunguka umekula mali. Yaani watu wamechoka na wewe, wamesema ya kwamba hii kansa itapona mwache. Lakini Bwana anakupenda. Yeye hajachoka na wewe, anakuongojea umuite na yeye aitike wakati ufaro. Anataka uende mbele zako ukiwa umefua mavazi yako ndani na nje, kwa sababu hawezi akuja mahali giza iko. Anatawale mahali nuru iko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Akamwambia turudi, akamwambia wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia katika bwawa maji anapotumbuliwa. Hila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine ushuka mbele yangu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwambia yeye, akamuuliza unataka upone, ukue mzima? Akamwambia Bwana, mimi sina mtu wa kuniweka, nikijaribu kwenda mwingine anatangulia. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kufika imekuwa mwisho kwako. Umeona hakuna usaidizi unaweza kufanya. Unaweza kupata usaidizi kutoka mahali popote. Unaangalia nyuma na kila kando, unaona hakuna mtu anaweza kusaidia. Lakini ako yule anaitwa Yesu Kristo aliyeteswa kule msalabani. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati anataka umkiri na umrudie, ndiye atenda kulingana. Kuna wale wamekaa na magonjwa muda mrefu, wakienda katika hospitali wanaambiwa hakuna ugonjwa. Unaambiwa hakuna ugonjwa, lakini unasikia una amani katika maisha yako. Umefura mwili mzima, lakini wanasema hakuna ugonjwa, labda ni damu imesimama. Ajua Shetani yako katika mbio. Shetani yako katika kazi. Na mkumbuke, napenda kuambia hivi, hakuna Shetani mkubwa na mdogo. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani ni Shetani. Anaweza kuingia mkubwa, aingia mdogo, agutese. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ya kwamba yule akamjibu mgonjwa, akamwambia mimi najaribu kuchikokota niingie katika ile maji, lakini mtu utangulia mbele yangu, siwezi nikaingia. Bwana Yesu apewe sifa. Inaweza kuwa wewe umekuwa na shida, uwezi ukanyorosa mkono wako ufike mahali unatoka. Ukitaka kunyorosa mwingine ananyorosa, anachukua kile kilio mbele yako. Lakini mwambie Bwana ananyorosa kwa niaba yako. Ambia Bwana atawale katika maisha yako. Mtupu mwambie kama ni dhambi inaweza kufanya usifike mahali pale anataka. Akuondolee na akulinde na akugeuze, akupatie roho ya uvumilivu na imani katika maisha. Na akuongoze vile anataka
lakini sio vile wewe unataka. Yeye alisema ana mtu. Alikuwa amefika. Inaenda kuwa wewe umekataliwa kwa ajili ya jambo fulani. Umekataliwa kwa ajili ugonjwa wametubu wameshindwa. Umekataliwa hata hospitali wanasema sasa kaa mahali pale. Hatutaweza tafuta muombaji. Lakini unakaa chini unaona hakuna muombaji. Kuna waombaji wanaomba. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani umefika mwisho. Umeona uwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka mwaka wa 2003 kuna dada alikuwa amegonjeka sana. Akipeleka Kenyatta anaambiwa ya kwamba ugonjwa hakuna. Damu inaisha kwa mwili, anatetemeka mpaka anawekwa ICU. Sasa mwanaume wake alichoka. Ndio. Anachoka ama achoki? Wanachoka. Yaani akafika amechoka na bibi yake. Wakati bibi yake akafika anaona ameenda ICU, huyo mama hawezi akatoka mahali pale. Sasa akitoka ametiwa nguvu amerudi nyumba kwa nyumba amelia anakaa hata hawezi akachikokota achipigie chai. Hata hawezi akijitoa apige ugali. Sasa akafika huyo mwanaume akamwambia hivi nisumbua miaka 2 nimechoka. Si ukufe utoke baadaye ya kunisumbua. Nakwambia Mungu ni nani? Mungu ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Huyo mama alia. Jamaa anapiga chakula anakula, anaweza kukuchinja kuku akule mzima. Ni wangu ama ni kweli? Lakini nataka niweka open. Ikiwa uchaguswa na Bwana mwanaume, ikiwa uchaokoka, mapenzi yako iko kwa macho. Ni wangu ama ni kweli? Sasa wangu alikuwa ananiambia unajua wanaume mapenzi yao iko kwa macho yako kwa roho. Nani anaweza kunisupport? Mapenzi yao iko kwa macho, iko kwa roho. Unajua ni vizuri niwaambie. Iko kwa macho, iko kwa roho. Yaani akafika akachoka na yule mama, alikuwa anapiga kando. Ni kweli wanaume. Kama uchaguswa na Mungu, mapenzi yako iko kwa macho sio kwa roho. Unasema hata huyu akikufa nitaoa mwingine. Lakini hakuna malaika anatoka mbinguni akiwa mwanamke. Ni yule tu. Unaweza kutamani yule akufe, umeona malaika fulani lakini akue nyoka na mtoto wa nyoka ni nyoka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kweli lakini najua wengi hawatafurahia ni huyo chambo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni wale wa Samari walisema mapenzi ya wanaume iko kwa wama, hayako kwa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nataka niwaambie hivi. Na mnisikilize vizuri ni kwa nini naambia hivi. Mke na mwanaume wakiwa wawili. I'm very sorry. Ikiwa hao wote wamekaa miaka 10 hawapei mtoto, hapati mtoto, mwanaume akichunguza ni mama ako wrong, anaoa mwingine. Hawezi akakaa mwaka mmoja, kataa pinga. Nani anapinga? Lakini mwanamke akachua ni mwanaume ana njia ya kuzaa, anakaa na uvumilivu. Anaweza kukuoza hata miguu. Ndio sicho gato. Lakini wewe chagua ukae miaka 6. Anasema sitakaa na mkebe. Ni uongo ama ni kweli? Anafukuza ama anaenda analeta mwingine, hiyo iko hivyo 100%. Hiyo wewe ukanitoa huko. Kutoka hapa tupingu. Ndio nasema mwanaume mapenzi yako iko kwa macho sio kwa roho. Lakini tunaombea ikiwa kwa roho. Kwa roho. Najua wale wameokoka mahali yako iko kwa roho, sijasema nyinyi. Najua nyinyi mmeokoka iko kwa roho, iko kwa macho. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yule hakuokoka alipeleka bibi yake Kenyatta akamtu, hata aendi kumuona, hasuguliki. Yaani amesahau hata yeye mapio yake iko chini. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna chambo niliona ya kwamba ndugu alienda ng'ambo akaacha bibi akiwa na watoto wadogo. Wakati aliporudi akapata watatu wamefika 14 to 8 years. Aliwadanganya na wapeleka tour
Alipofika mahali pale, akakacha akaambia mama, tupeleke wapi? Nataka kupeleka watoto wangu niwatembeze mahali nafanya kazi, ndio niulize. Kumbe ameingia katika dini mbaya, akaenda akawatoa sacrifice wote. Akabaki hivyo. Mapenzi yao iko wapi? Unajua ni vizuri tuseme ukweli. Tuokoke. Ukiwa umeamua mwanaume kuokoka, okoka kabisa. Amua ya kwamba ni pipi uko nayo. 50-50 Mungu hataki. Anataka uchiamulie, uchague moja. Chenye Mungu ameunganisha mbili, hakuna mwanadamu anaweza kufanya nini? Sasa 50-50, hata yule utakaposaa mzuri na yeye aenda afanywe 50, how do you feel? Utafiri vibaya. Mwanaume akamfikisha Kenyatta akarudi. Si hapa kwa nyumba ana wa kumkokota, mama analia, apeti kuenda, anasema hata ungekufa. Kifo ichasuia kwa mtu mmoja. Kifo kuishi ni bahati. Lakini kifo ni lazi. Ni wawili tu walitoboa sabari, si ndio? Hata mimi nasema nitakufa wakati nitapika ile miaka ya Ibrahimu, nitapumzika. Sijasema nitafika miaka yote, kwa sababu hiyo katika maandiko inatuambia ni automatic. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu akaenda huko akamwacha anapiga hata chui. Watu wao wakaanza kumshughulikia. Lakini huyu alikaa ICU mwaka mzima. Akatoka sahi anatembea. Mimi nilifurahi anitembea katika kasi, akaniambia niko hai, lakini aliamua kutoka kwa ile ndoa. Nilimsupport. Wewe ukaleta mtu wa mtu aanza kumtochi. Waanze kumweka akuli kitu. Kaniambia sasa anataka kuenda afanye kazi, ati wewe unakula. Na kuambia malipo ni hapa. Malipo na hapa. Na wanawake kama mchazaliwa na mwanaume, uombe sana abadilike. Ni maombi ya kwamba ya kumbadili. Kwa sababu mmekutana damu tofauti. Ni Mungu na neema ya Mungu inawaunganisha. Munielewa sijachochoa wanaume, lakini naongea the fact. Hiyo naongea na lazima niongee. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu alikaa huko, kutoka huko akaelekea wapi? Wow. Hakuna haja ya kuleta mwanamke na kumtesa kama uchanafurahia kukaa na yeye. Hakuna kucha kuleta mwanamke kufanya vitu siri kama uchafurahia na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati umeamua. Unajua wacha niwaambie wanaume. Maombi ya mwanamke upanda haraka. Ishuka inaenda haraka. Akipiga magoti kama hajachanganyika, maombi yake hufika haraka. Nani anaweza kupinga? Maombi ya mwanamke upanda haraka na malaika ushuka haraka. Hakuna struggle kwa mwanamke. Bwana Yesu apewe sifa. Niliona mwimbaji mwingine akisema, ukiona mwanaume ametoa tumbo, ujue kuna mwanamke mwerevu ako nyuma yake. Ni uongo. Kwa sababu ana stress. Si anakula na kunywa na kulala. Angekuwa na stress angekonda. Kwa hivyo sijasema wana mmekonda muinukie. Sijasema mmeinukie. Si ni mwimbaji sio mimi. Mwimbaji alikiwa anasema, ukiona ametoa kitambi, ukiona kanisa ikaendelea, kuna wanawake werevu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo iko hivyo. Ukiona kuna wanawake kwani wakati Yesu alizaliwa ni wangapi walizungulika? Mmoja kwa hiyo anaitwa walikimbia. Waone mahali alipokuwa amesali. Wengine walipoenda walikutana akawaambia enda mchunguze mrudizie ripoti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ni mwanamke alimwambia enda. Ni ni nani? Ni nani? Si ni mwanaume? Alikuwa anaitwa aje? Kwa hivyo nikisema upendo wa wanaume kwa macho nafanya nakosea. Sijakosea, iko hivyo. Ni vile tuombeane na mwanaume ukiokoka okoka kabisa.
Waambie mimi nimeokoka, nasimama na Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Nasimama na Yesu, nasimama na neno. Bwana Yesu apewe sifa. Mama alikaa Kenyatta mwaka moja akatoka na aishia. Inaweza kuwa umetengwa. Inaweza kuwa umetengwa kama huyu mwanamke au kuwa na mtu wa kumpepa. Inaweza kuwa umedhurumiwa. Inaweza kuwa umepiwa vitu ya baridi. Lakini jua ya kwamba Yesu Kristo ako hai. Anahitaji wale wanyonge waliofanya nini? Kudhulumiwa, ndio wainue, ndio waokoe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo huyu Yesu Kristo anawahitaji ninyi. Kila wakati anahitaji yule anaomtegemea na kumuita. Na yeye ukucha wakati ufaru, usichoke kuomba. Mwambie Kristo nakupenda. Na nataka nione mabadiliko katika maisha yangu utamaraki. Usichoka kuwasika kwa sababu utakosa breakthrough ya kuomba. Wewe muite Bwana, mshukuru Bwana. Mwambie imefika wakati najua unanipenda. Kwa nini unanipenda? Hii muda nimekaa katika mateso na majaribio. Nimeona mambo mengi nimevumilia. Ni kwa ajili ya neema na mapenzi yako. Wewe ndio ulinipatia uvumilivu. Na vile ulinipatia uvumilivu, unipatie njia ya kutokea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukiambia Bwana akupatie njia ya kutokea ni sawa. Na yeye atafanya kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha Mungu aitwe Mungu, yeye abadiliki. Sisi wanawake tukabadilika, wanaume wabadilike, watoto wabadilike, lakini Mungu wetu abadilike. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ukucha wakati ufaro. Wakati wa majaribio, wakati wa mateso, yeye uko. Yeye ukimuita ataitika. Nitategemea vile wewe mwanadamu utakamuita ama Mkristo. Ukucha wakati ufaro. Akasema nimekaa chini, lakini saa ile naenda kuingia katika ile bwawa amachi, sina mtu wa kunipeleka mahali pale. Kamuuliza, unataka kuwa mzima? Akamuelezea jinsi ile matatizo. Na wewe mpendwa, elezea Bwana ile unataka. Ukitaka aende mahali fulani, umepeana documents zako andiko, unapata kuna kikwazo mbele. Lakini usichoka kikwazo, kama kuna nuru ya mtu kuingia, utalaaniwa. Kama kuna nuru ya mtu kuingia mahali fulani, usichokawa kikwazo. Kwa sababu ataenda akilia, haina machozi itakupata. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha safari ekue zavi na nyembamba kuelekea kule. Usikue mahali utaki kutoka wala kuingia. Uko mahali pale kwa ajili ya wakati. Hatutaki sisi wa Kristo tukue kwa ajili ya wakati. Tunataka tukue ya kwamba hatutakuwa tena. Tumwabudu huyo Bwana ya kwamba hatutamwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tukae tukijua kwamba Mungu wetu wako hachelewi wala kuharakiza. Ukucha wakati ufaro. Na yeye ukucha wakati wake, hata majaribio na vita ikija, yeye ukuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ukimuita anaitika kwa haraka. Mariamu walipoingia mahali pale na atiakia ya kwamba Yesu amefanya nini? Akaambiwa Yesu amefanya nini? Amefufuka. Walifanya nini? Amukujua walifanya nini? Wameenda wapi? Amepelekwa, ameenda wapi? Uliona mwanaume akilia kule? Kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Najua lazima tuambiane ukweli. Lazima tuambiane ukweli, ndio ukweli utufungue tuweko huru. Ni wakati ukweli anataka kuonekana. Na wakati Bwana anataka kuonyesha ukweli aweze akaficha. Na katika safari tulio nayo ni ndefu, inataka tusikane mikono, tusikwazane katika hii safari. Kwa sababu ni ndefu na kuhitaji na wewe unanihitaji katika hii safari.
lazima itake tufanye nini? Tushikane tuende katika hii safari bila vikwazo. Kwa hivyo usiwe kikwazo kwa mwingine kuona ile nuru iliyo mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mstari wa 8 yatuambia hivi. Yesu akamwambia, simama, jitweke godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitweka godoro lake akaenda nayo. Ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Alipomwelezea shida zake, alimwambia simame apepe ile godoro aende. Na wakati Yesu Kristo alipotenda kitendo ile, ilikuwa wakati wa Sabato. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wakati huo alipita katika ile mchi, ulikuwa na ile bwaga. Roho Bwana alimuongoza mahali pale, Roho wa Mungu. Akaona yule alipokuwa mahali pale miaka 38 ameteseka, hana msaidizi, ametengwa. Inaweza kuwa umetengwa katika familia. Inaweza kuwa umetengwa katika ndoa. Inaweza kuwa umetengwa mahali popote ulipo. Lakini nikwambie Yesu Kristo achakutenga. Yeye ukucha wakati ufaaro harakizi. Wengi wanaweza kunena maovu juu yako. Wengi wanaweza kusema mtajirika ndio kwa sababu unajivuna. Lakini napenda kuambia utajiri hauwezi kaja ukiwa umelala. Lazima utafute utajiri ndiye kuja kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Na hakuna pesa kubwa na ndogo. Kila pesa inahitaji nini? Mipangilio. Bwana Yesu apewe sifa. Niliona kipindi kimoja kinaambia kwamba jamaa alitoka Amerika akakuja kule kwao, akakaa, akakosa hekima mali alikuwa nayo, akasaidia zaidi mpaka akakosa mwelekeo. Alipostuka akapata hana kitu. Alisema ako ground kabisa, na wale alikuwa amesaidia ndio wanamcheka. Sichasema kusaidia ni mbaya. Bwana Yesu, mnielewe vyema. Ako wapi? Ako chini. Na wale alikuwa anakula wanamwambia ulitoka Amerika, mbona tuonyeshe uko na pesa, sasa ziko wapi? Tafakari hayo kabla uchamua. Bwana Yesu apewe sifa. Alitumia, lakini sasa ako ground. Hata wale alikuwa anasaidia wamwangalie. Bwana Yesu apewe sifa. Uchumba akatoa hivi, chenye ulio na kidogo make use of it. Najua vile unatumia. Sio wote utasaidia wakupigie makofi. Wengine wanatembea kwa wachawe, wengine wanatembea kwa waganga ili kuangamiza nyota yako. Wewe unafikiri unafurahisha, kumbe wanakuangamiza. Bwana Yesu, ni uongo kama ni ukweli? Niliona dada mwingine aliyetoka Amerika, akafika nyumbani, akasema sasa natembea hapa, niwaachie kitu kidogo niende. Alifaa vizuri, kufika airport akapata ako na mguu kiatu moja, ilienda wapi ingine. Wakati aliporudi, ango yake akamuuliza, sasa uko Amerika? Bwana Yesu apewe sifa. Sasa uko Amerika? Na saa hii amekwama Kenya. Sio wote watakupigia makofi. Wakwambia umefanya vizuri, leo umefanikia hii, hata umesaidia jirani yako, hata kusaidia sio mbaya. Nataka mnielewe. Mimi sijasema kusaidia, sijapinga, nimepinga. Alienda akurudi Amerika. Alifika airport, alikuwa amevaa viatu mbili, akapata ni moja. Akawa confused zaidi akaeka ya kutafuta kiatu. Ndege miamuke na siku alipewe unaonaje? Hiyo unaonaje? Chukua mwelekeo. Kaa katika maombi. Utajua adui wako ni ajua nani. Utajua ni nani anahitaji msaada na yule hahitaji ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sio kila mtu anaweza kupeana apige makofi, ashukuru,
Hawezi akashukuru ifike roho. Anashukuru hapa. Kumba kuna mtego kwa. Kumalize. Hata kuenda. Mpaka sasa amekwama. Ndugu alikuja. Akasema yeye ni songo. Lakini sasa ana kitu. Analilia. Na wale wanamchenga. Unajua wanaangalia sasa kando wanakucheka. Ambia ke mtu. Uko unaonya sana umetoka Amerika. Umebeana. Sasa si ujisaidie. Na kati uko nayo ndio unakuwa na marafiki wengi. Kama ni wangu. Saido huna utawaona. Wewe sio kawaona. Hata jaribu kuitisha mchango, utaona mtu kwa mchango. Umuitize mtu wa mchango ati unataka Sandra Soma, atasema yeye alitoka Amerika. Sa Amerika alitoa wapi? Ni uonge halisi. Tupatie kima. Yote tunio naye na mali yake. Jua vile unaishi na wanadamu. Kwa sababu unyama imetokea kwa wanadamu. Hakuna ndugu, hakuna dada. Bwana Yesu apewe sifa. Wote mmetokea. Sio wengi watakupigia makofi. Wengi watarudi nyuma wafanye chenye wanataka. Ndio kwa chini ya kuangamiza. Wakati Yesu Kristo alizaliwa, si alikuja kwa chini ya ukombozi. Lakini walifurahia. Walimtafuta wamuue. Na imagine alikuja kuokoa ulimwengu. Lakini watu hawakufurahia. Lakini nataka utende kitendo mpaka wasafoketi mahali wako. Bwana akuinue, upige makoti chini, umuite yeye kwamba utamuita tena. Ndio Bwana wakati anakuja kwako, kuna jambo na kufurahia kwa Bwana. Wakati naomba siombi na uchungu. Wakati naomba siombi na hasira. Namwambia Bwana unanichua vyema sana. Na kila jambo kutokea kuna sababu. Na wewe ukiona jambo imetokea mbele yako unamshukuru Bwana. Usimlaumu. Sitaki umtetese huyu Bwana Yesu Kristo. Nataka umshukuru kwa kila jambo. Maovu yakija, majaribio yakija. Unajua majaribio yanakuja kwa ajili ya kutingiza imani yako. Uonekane uko wapi. Ndio Mungu alisema think twice. Kabla hujafanya kitu kingine. Kila mtu ako na common sense. Na kuna 5 senses, si ndio? That's why tunaambiwa to think twice. Na ukiona kitu usifurahie sana. Kwa sababu kufurahia sana unaweza kuwa tevere. Inataka utake time. How comes? Kwa nini hii jambo imekuja? Imekuja kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua wazee wa zamani walikuwa wanasema ukiona chakula imekuwa kwa zamba mingi kuna kifo mbele. Lakini nyinyi wa Kristo don't believe it. Unamwambia Bwana ni asante. Hii chakula imekuja aliyo jirani ashibe. Unakataa hiyo spiti ya watu wa zamani. Si walikuwa wanasema ama ni uongo? Ukiona chakula imejaa, imekuya nacho, ujue kuna kifo mbele. Hiyo unaibuka. Unakataa. Unamwambia Bwana umekuja yule aliyo na njaa na yashi. Unageuza. Unamwambia Bwana nasangilia. Najua sio wote wamebarikiwa vile mimi nabarikiwa. Umenibariki kwa ajili ya sababu. Umenibariki kwa ajili ya mpangilio. Umenibariki kwa ajili yale umenitendea, unanilipa. Unalipa mahali nimepitia. Usifikiri baraka inakulipa anakurudishia mahali umepitia. Anakurudishia na amekupatia akili. Upate kufikiria what next. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mungu wetu ni mwema, ukucha wakati ufaro. Harakisi wala kuchelewa, ukucha wakati wake. Kwa hivyo usiombe unatarajia kesho usibiwe. Ujibiwe. Usiombe utarajie kesho hii wiki ingie kasi. Mwambie Bwana mimi nakuongojea. Aona ndani yako kuna uvumilivu. Mimi nakuongojea. Bwana Yesu apewe sifa.
Mimi na kuongojea unitendee kulingana na mapenzi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mmoja aliniambia mimi nimechaza green card niende ng'ambo. Nimechaza, nimeomba sijafaulu. Ukiona uchafaulu, Mungu ako na sababu. Usijizumbue. Useme passport imesekea kwa nyumba. Anaweza kuomba saa hii naenda akuache. Chua ni kwa nini Bwana? Nini yangefaulu? Unaweza kufaulu uende ng'ambo, tukusahau na tunakuhitaji. Lakini yule ameomba ameenda ng'ambo, kuna sababu. Ile green card na ali-apply safari moja na ikakubali. Wewe ume-apply safari 10, lakini kuna sababu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usihangaike sana moyoni mwako. Ambia Bwana, umenipatia afya kwa ajili ya kuhubiri neno lako, sio ya kupigana na wenzako. Mwambie Bwana nakupenda, nipatie mshuko ya kutukuza. Niona mzee mwingine alisema mimi nafurahia niko na miaka 95. Lakini naomba Bwana asidi kuniongezea mingi nimuimbie. Kuwa proud yourself. Wacha kujidharau. Wacha kusema una kitu. Wacha kusema wewe unakosa. Ambia Bwana ni asante. Lakini hii misigo inanilemea, unisaidie. Na yeye akucha wakati wake. Unajua Mungu wetu harakisi. Anakucha wakati ufaro. Kwa sababu kuna mabilioni wanataka kukombolewa. Kuna mabilioni wanataka kubarikiwa. Ujui wewe ni namba aina gani? Wewe mwambie tena mapenzi yako. Ukiona ni vizuri nikaa hivi, ni asante. Lakini ukiona ni kazi ya Shetani, uniondolee. Yani maombi iko very soft. Sio kurasimisha Bwana. Sio kuomba na kilio. Sio kupiga nduru. Humble yourself mbele ya Bwana. Ndio Bwana akuche akiwa anaonekana akiwa Mungu. Kwa hivyo usimlaumu wakati unaopiga makoti. Wewe mshukuru kwa kila jambo. Ambia Bwana hata ikiwa ni masito umepitia. Ambia ukweli nimepitia masito. Lakini naomba unirehemu. Unipatie nguvu na uvumilivu. Haleluya. Ambia Bwana akupatie nguvu na uvumilivu. Ambia Bwana akuongoze vile yeye anataka. Lakini sio vile wewe unataka. Unaweza kutaka baraka za haraka unibariki, kumbe hiyo baraka itakuingiza kwa paa. Utakuwa na wanawake wengi kuliko yule wewe. Utasahau hata hiyo mwanamke mlipitia na yeye shida. Ambia Bwana unibariki vile upendavyo. Uniongoze wewe peke yako kwa sababu ndio kiongozi aliye mwema. Unitawale katika njia zangu na fikira zipate kibali machoni mwako. Usilakini naomba Mungu wangu usinipite. Wakati unaenda kufariji wengine, wakati unaenda kuponya wengine, wakati unaenda kubariki wengine, unikumbuke. Naomba usiseme hujui kuomba. Utasema hujui kuomba na nimekufundisha. Wakati unaenda kubariki wengine, unikumbuke. Najua mimi ni mwenye dhambi, nimeenda nimeasi, nimekuasika, nimeenda kinyume, nimetenda yasiyofaa. Lakini Mungu wangu unikumbuke. Mungu wangu unikumbuke kila mahali na kanyaga. Najua mitego ni mingi mbele yangu. Najua maadui ni wengi wanaoniongojea. Najua ni wengi wanaonisaliti. Bwana Yesu apewe sifa. Unikumbuke kwa sababu Mungu wangu alikumbuka mwanao wakati alivyosaliwa. Unipatie uvumilivu na imani. Katika hii safari tuko nayo ni zito. Wapendwa, itaki mudomo, itaki vitina, itaki kuendeana kombo. Itaki mambo mengi, lakini inataka maombi very deep. Kuomba ya kwamba utaomba tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mzee mmoja aliongea jana, miaka imepita 4. Akasema sio kama maombi hangekuwa hai. Ninapenda ushuhuda kama huo. Na nampongeza zaidi. Na namuombea zaidi. Akwe na hiyo imani. Tusije tukawa Kristo na roho ya kutikika. Unababaika ukisikia kitu. Kila mtu atapepa msalaba wake mwenyewe.
Uwezi ukapepa ya mzee wako, uwezi ukapepa ya bibi wako, uwezi ukapepa ya dada yako, uwezi ukapepa ya mtoto wako, lakini waombeeni. Ndio sisi zote tupatane wapi? Kule paradiso. Ni kuombeana. Kwa sababu the last word inatoka kwa nani? Yeye ndiye anachua na tutambua. Naweza kuwa anachificha kwako sana, lakini Mungu yeye ni nani? Atafika aonyeshe open. Asema yule hakuwa bishop. Yule hakuwa leader wa kanisa. Yule hakuwa nani? Unajua mwenye anachua kweli, matendo iombatana. Kwa hivyo inataka imani na maombi na kutubu na kumwabudu Bwana kama utamwabudu leo. Mwambie Bwana hata nikinyima chochote ili nikae katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Chukua muda wa kutafuta Bwana. Usingojee dagie muda ikutafute wewe kuomba. Ni wewe utatafuta masaa. Hata ikiwa unaingia kazi saa 12 mpaka saa 12. Ambia Bwana nipatie nguvu ya maombi. Nahitaji kukuabudu na kukuinua. Nahitaji nikuombe. Nahitaji nikusifu kwa sababu ni ibada ya kumtukuza Bwana. Usiseme nimechoka. Kale katoto kangu dole kadogo kuja nitoe viatu. Nilane nimechoka. Siwezi nikaomba. Nakuambia shetani yako katika ndio kwa sababu anachua wakati wake umeisha. Atafuta wafuasi. Na aliyesimama uchunge sana usicho ukaanguke. Aliyesimama uchunge sana ukaanguke. Mimi napenda mama wangu wa kiroho. Alikuwa ananiambia mambo mazuri sana. Na mimi nashukuru sana kwa sababu kila jambo aliniambia naifuata na naiona. Aliniambia ukisaokoka na kuitwa katika hii kazi kuwa kama jeshi. Bwana Yesu apewe sifa. Nikamuuliza unamaanishaje ukiniambia nikae kama jeshi? Akaniambia unaweza kuolewa ukataliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuokoka katika boma yenu ukataliwe. Ukataliwe na mandugu, ukataliwe na wadada, familia kukatae. Lakini kwa sababu raini yako iendi pamoja na akaniambia sasa ukisimama simama kama jeshi. Kuwa don't care kwa wanadamu, lakini kwa Mungu simama. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nasemanga hata ukinikataa nisiache kumwabudu Bwana. Nikataa lakini nitasimama mpaka mwisho. Akaniambia ukuwe na ujasiri ndio utapigana hii vita. Ndio Mungu atasimama na wewe pia akupiganie hii vita. Usijifanye mzuri sana kwa wetu. Kwa sababu mwisho utaangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kiasi kaa katika neno, uombe zaidi sana katika maombi. Ndio unajua adui wako ni adui aina gani. Na adui wako ni yule mnakula naye. Atoki Tanzania, atoki Amerika. Hiyo anajua. Hii nguo unabadilisha mara ngapi kwa wiki? Unaenda aje? Bwana Yesu apewe sifa. Unapitia njia gani ukienda kwako ukitoka kazi? Akaniambia kitu kinataikana saa hii ni maombi. Naambia Mungu akufundishe njia zake. Mimi nashukuru kwa sababu alinifundisha akaniambia unaomba ya kuomba tena. Mjaribu huyu Mungu wako atakujibu. Utamwambia si ujaribu kwa ubaya lakini nataka mwelekeo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiambia Bwana unataka mwelekeo atakupa. Ukiambia Bwana nataka kusimama katika laini yako utasimama. Joshua aliambia Mungu nitakutumikia mimi pamoja na nyumba yangu. Hakuenda kando. Alienda kando. Hakuenda kando. Aliambia ya kwamba nitakutumikia pamoja na nyumba yako. Na nyumba yangu nitakutumikia. Na akasidi akaombea nyumba yake ikasimama. Abraham alikuwa anaombea nyumba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Bwana alimwambia simama na ondoke, alifanya hiyo wakati wa Sabato, si ndio?
Kwa hivyo tuende mstari wa 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyoponywa. Wayahudi wako ama wako? Wako. Kwa hivyo utawachua wakati utasama kwa maombi. Wewe ukachua Wayahudi. Myahudi alifanya nini? Myahudi alifanya nini kwa Yesu? Rudia. Wayahudi. Unaweza aje kujua? Hata mtoto wako anaweza kuwa Myahudi kwako. Kwani unafikiri kuna alama? Hakuna alama kwa Myahudi. Unaweza aje kumjua kama wewe mpendwa wa Mkristo usami katika maombi? Hata mke wako anaweza kuwa yeye. Hata mume wako anaweza kuwa yeye. Anakuambia tuko pamoja kumbe ako mbali na wewe. Hiyo itiko siitike iko hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kijana mmoja miaka 6 akasema, nani unapenda katika familia yenu? Napenda babu. Sawa, kama unapenda babu ni sawa. Chukua hii 5 bob, wende ununue suti ya kule. Kununua suti aligeuka. Kwa sababu si anapenda ni babu. Babu akija kwa nyumba anamwambia babu, nguo zako zinachomeka. Nguo zako zinachomeka mpaka zikai. Shetani ashindwe. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Nirudie 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule alipoponywa, leo ni Sabato wala si halali kwako kuchitweka godoro. Hawakufurahia. Ndio nawaambia hapo ya kwamba Wayahudi wakamwambia yule aliyoponywa ya kwamba leo ni Sabato, ifai kuchitweka hiyo godoro. Nakumbuka ya kwamba mwenye aliyotenda hiyo ni mwana wa Mungu, ndio Yesu Kristo. Lakini wakati aliyoponywa walikumbuka kuona hiyo, walifunguka macho. Hawakukumbuka wakati aliteseka miaka 88. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaweza kusahau mume wako mmeteseka miaka mingi. Baada ya kufaulu ukumbuke wala Mungu teseka nao. Unaweza kukumbuka. Unaweza kusahau mke wako, mkae na yeye umeasa na mchengo, lakini baadaye usimkumbuke. Ukumbuke yule amwakuasora na yeye. Unajua hiyo chambo ko very tricky. Wakati walipoona yule ameponywa hawakufurahia. Hapo awali niwaambia sio wote utafaulu wa kupigia makofi. Wengi watateta waongee maofu juu yako. Sio wengi wataona ukisaidia wapige makofi. Wengi watanungunika wasema unachigamba. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati huyo alipoponywa wakaanza kusema ni sio virali kupepa hiyo godoro. Na wamemuona ameteseka. Hakuna wakati walienda wakamtoa wakamuingiza kwa sababu alikuwa ameteseka hiyo miaka ni mingi. Inaweza kuwa wewe umeteseka na mke wako miaka mingi. Lakini sasa hizo umeona zimejaa hata uweze ukamwambia habari nyingine. Sasa unasema ni mimi ni za? Si ndio ama ni uongo? Unajua tuombe ukweli ni uongo. Wase ni uongo. Lakini umesahau ya kwamba mlikuwa mna struggle, utafuta, mkaomba pamoja, mkasikana. Sasa hii msikana maombi ya kuomba pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini saa ile hakuna, mnasikana mnaomba, mnalia, namwambia mama mura tufanye nini mama yawe, lakini yakicha hata hakuna sauti utamwambia tufanye nini. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo ndio uliona ya kwamba Yesu Kristo alipotenda haya mema. Hawakumwakamba ni kushukuru kusema umetenda mazuri. Walianza kumwingilia. Wakaanza kusema hawezi akachitweka. Na huyu amekaa kwa muda mrefu. Habadiliki aponywe, lakini wakati aliuza tunaona hao Wayahudi walianza kufanya nini? Kuingilia.
Leo uko poa utukumbuki. Leo uko na hivyo tukumbuki. Na wakati ulipokuwa kwa mateso, hawakuwa wananena kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba wakasema leo ni Sabato wala si halali kwako kujiweka godoro. 11 akawajibu, yeye aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia nijitweke godoro langu uenda. Ati yule aliyenifanya, akawajibu yule aliyemuokoa katika mateso na kilio. Yeye ndiye amuhimisha ya kwamba apepe ni aende. Jijue kabla wewe ndugu ukitoka katika mateso, ukitoka katika macharibio, wakati Mungu amekusaidia, unamwambia nini? Bwana Yesu apewe sifa. Ukienda kama kununua ni gari, ukienda kama kununua ni pikipiki, unamuitisha ruhusa ama uwezi ukamuitisha kwa sababu uko nazo? Ukienda kununua hata vyombo vya nyumba, ama unaona hiyo uwezi ukaitisha Mungu? Wa mama tuko, unapiga makoti unamwambia baba, ningetangulia nataka kwenda kufanya shopping ya nyumba yangu vyombo, lakini unikumbuka utakapofika mahali pale unielekee kwa vyombo vilivyo sahihi, kwa sababu unaweza kununua tamu ukifika kwa nyumba ikupe baada ya siku mbili. Kama ni uongo. Unaenda kwenda supermarket useme watu wa duka tunawanyanyasa, unaenda unanunua unga pandro kwa sababu umeona ya kwamba ni offer. Kwa kwa nyumba nafika siku mbili ya tatu unatupa hiyo unga yote. Nani ameshaona hiyo? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kila jambo tuweke kwa mikononi ya Mungu. Kila jambo tuweke katika mikono ya Bwana. Tumwambie sasa imefika wakati tunaenda kutenda. Tuongoze tusije tukatende tukaanguka katika majaribio. Tuongoze tusije tukapoteza network katika kutenda. Tufikiri tumetenda poa, kumbe tumeleta vita katika njia zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona wakati hao Wayahudi walioona hivyo, hawakufurahia. Imagine huyu alikuwa amekaa miaka 38, lakini hawakufurahia. Hawakusangilia Yesu amefanya maajabu. Hawakusema hata wamsaidie kubeba. Walinungunika, wakasema sio wakati wa kubeba godoro, wakati wa Sabato. Waliheshimu Sabato, lakini hawakuheshimu roho yao kwenda mbele ya Bwana. Ni wengi hawakuheshimu. Hawaheshimu, hawatendi vile Bwana anasema. Hawafuati vile Yesu anasema. Lakini wanaona Sabato, hawamuoni yule ameteseka miaka 38. Bwana Yesu apewe sifa. Wakamwambia ni mbaya. Wakaanza kumuinukia. Baadaye ya kufanya sherehe waserekee na yeye. Baadaye ya kufanya sherehe userekee na yule mmeteseka na yeye. Sasa umekuwa na paganya mingi. Nasikia sini anawaambia unaweka pipeline, unaweka kwa njenga, unaenda Dodoma unaweka. Unasahau yule mlioteseka na yeye. Oh, miaka yote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Uwezi ukasema hata hiyo faa nimekuwa vizuri, wacha huyu mtoto nimtoe public school nimpeleke apate elimu nzuri. Sijasema ati public ni elimu mbaya. Lakini watoto wamekuwa conscious, wamekuwa wengi. Bata apate kuelewa. Yaani uonyeshe mabadiliko. Waambie Bwana unataka mabadiliko katika maisha yako. Sasa nilikuwa nakaa slums, wacha nienda hata Dodoma nikae. Ndio sijasema nataka mnielewe. Sijasema slums ni mbaya. Mabadiliko. Niende nitoe ile mapati ya mama na baba walichengea, na mimi nionekana mimi ni ndume nimechenga vizuri mahali pa kukaa. Niende hata mimi nitafute 55-50 nichenga, na mimi nichisivie ile niko nayo, si ile ya ukoo imemwaga damu kwa muda mrefu. Unafikiria saba ya ukoo ichamwaga damu? Unapata wengine wamekufa kwa ajili ya samba si imemwaga damu. Lakini wewe unachisivunia hiyo. Imeua watu wengi. Unafikiri wewe ndiye tapembeleza? Ikumaanisha iko na laana. Ni nani atavunja hiyo laana? Bwana Yesu apewe sifa.
Unaona ni nani atavunja hiyo laana? Isipokuwa mtorokee hiyo Yesu Kristo akuoze. Na mwambie sasa nataka hii yangu ikuwe msingi. Kwa sababu ile ni uko waliokuwa huko wameenda, mimi ni wangapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akamwambia yule alisema aliyoniponya, ndiye aliniambia pepa godoro yako Noe. Basi wakamuuliza yule aliyekuambia chitweke uende ni nani? Naona majaribio. Wewe uligonjeka muda mrefu, umeenda Kenyatta, umeenda Nazareth, umeenda mahali kutafuta uponyaji, ukupata. Ni nani huyu alikuponya? Ni wapi ulienda ukomboe ukapokea uponyaji? Kwa nini hutaki kumshuhudia Bwana? Unaenda hivi na hivi, yule anaokuuliza hutaki kumuonyesha njia. Anasema uweka kila kitu kiko open mbele ya Mungu, ndio Bwana apate sifa akiwa katika kiti yake enzi. Unajua ukimshuhudia anapokea sifa na atakutendea makubwa zaidi hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hii ni wakati wa kumuita huyu Yesu Kristo, wa kumwambia wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu uliotuma mwanao wa pekee ndiye akacha kaniokoa. Nisitingisiki, siogopi kifo, siogopi mateso, siogopi magonjwa, ili nikae katika neno. Haleluya. Basi akamuuliza yule aliyekuambia chitweke uende ni nani? Lakini yule mtu alipomponya akumjua ni nani. Maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale. Kwa hivyo wakati alipomponya hakumtambua, kwa sababu kulikuwa na watu walipokuwa wamesonga katika mahali alikuwa, akamponya na kaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu. Akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisiche likakupate chambo hilo mbaya zaidi. Alimponya, akamwambia. Wakati Yesu alipoingia katika hekalu alimkuta pale. Akamwambia uliponya na usitende dhambi tena. Hiyo dhambi usiche ukawa mgonjwa zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona yale aliyo Bwana amekutendea makubwa. Ulikuwa unalia njaa, ulikuwa unalia unafungiwa nyumba. Bwana amekuokoa katika matatizo mengi. Baka mahali umefika ni yeye anaonekana, Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaomba tukisema Bwana ukinichalia yaliye mema katika maisha yangu ibadilike, katika madeni niliyo nayoishi nitakutumikia. Lakini wakati wa kupokea ni kusahau. Utamtukia chizi lini kama ukiingia katika hekalu yako utoe shaka, utoe hata sadaka, utoe chochote, usemi leo uacha nitoe sabuni ya kusafisha hapa, utamtumikia kivipi? Na yeye anasema anataka imani ya matendo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unamwambia haki ukinipatia hii kazi, nitasaidia wale hawajiwezi, nitasaidia wale hawana kazi, niwapeleka kazi. Ikifika huko unasahau. Sasa unaanza kufanya kimagwaso yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaanza kufanya vile wewe unataka, sio vile ulikuwa umeahidi. Na mtu akiweka ahadi ni mbaya sana. Mtu akiapa kwa Bwana ni mbaya sana. Kwa sababu hiyo spirit inakuandamana. Lazima spirit ya Bwana ione kile umetenda ndiye kuandikie light. Lakini kama uchatenda vile uliahidi, unatenda sio kulingana na Mungu vile ulimwambia. Kwa hivyo Roho wa Bwana anakukumba.
Mkumbuke hapo mwanzo nilisema ukitenda mazuri sio wote watakupigia makofi. Wengi watakusaliti, wengi watanena maovu juu yako, watashindwa mahali waliotoka. Kwa sababu kwa sababu wewe unaotenda hayo usikufe moyo. Kwa sababu Yesu hako na anakuongojea akufalize taji. Na wewe tenda ya kwamba utatenda, uonyeshe ya kwamba yao watarara usiku lakini mchana wataamuka. Katika imani, simama katika imani. Fanya vile inatakikana na vile uliweka hadi kwa Baba, sio kwa mwanadamu. Unajua hata ukiahidi, ukiongea, lakini yeye anaona roho yako. Anakuwa yule cheni anaahidi kwa ajili ya wakati. Anaahidi kwa ajili ya kumtukuza Bwana. Unajua unaweza kuweka ahadi ya kumtukuza Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Dada mmoja nilimwambia na muuliza ya kwamba hawa watoto unaotembea nao kuja nikikuita kazi ni akina nani? Kaniambia hawa watoto wanakosa mama lakini wako na baba, na baba anaenda huku na huku ni kama hataki kufanya nini? Kuwasaidia. Nikamwambia watoto si muende musome, kwa sababu huyo mmoja akanijibu, sasa wakienda nani nitakuwa nikiachia mtoto nikienda katika kazi yangu? Nani nitakuwa Kwa hivyo furaha yake aachie yule mtoto wake, yeye aende kutafuta Nikamuuliza, mama unasema nini? Nasema hivyo kwa sababu iliachiliwa chuzi. Kwa hivyo furaha yako nikiona huyu mtoto anarandaranda. Ati hapana, baba yake hata ana shughuli, ni mrevi. Unawekea ulevi kwa sababu hujajipanga, na sio mrevi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nilitumana upelelezi, lakini ilikuwa upelelezi ya ile ya kuenda kumsaliti Yesu. Wakati kutuma upelelezi, nipataka ground, nipata kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nataka tuongee na huyu mzee, tuone challenge ziko wapi. Hao watoto wanazunguka kwa mtaa, hawaendi. Aniambia wewe ukiongea na huyu mzee ndio unajua ya kwamba kuna waruya. Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia na mimi atajua mimi ni nusu ya serikali. Nakwambia mate. Mama tuko. Unajua ukiwa katika ulimwengu unachionea mengi. Ndege kanyoni akienda kuanguka kanaona kaenda. Kijana, baba ni mlevi. Hapana, wanadanganya. Ako wapi? Anaanza nenda akirudi, mama ako wapi? Sisi hatujaona mama. Tuliona mama wa kambo lakini alienda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lakini namshukuru Bwana. Kwa sababu upelelezi ilifika, tukalete ripoti ya ikuwa nzima. Nikamwambia sasa nataka ujitume kwa sababu wewe ni mwanaume. Hao watoto ulizaa. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua ukizaa mtoto lazima ushughulike. Uwe huna unaua. Ndio Yesu umeshughulika, ndio mkono wako mwingine kando. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ndio tunataka ulevi ishe. Kama iko. Wewe msichana sika hii noti, enda kwa babako mwambie anatakana sura fulani. Tumeongea na huyo principal kwa huko. Hakukataa. Najua huyu mama aliona aibu kama kwa hiyo broti. Kumbe mama alikuwa amevinyika, baba alikuwa amevinyika. Hakuwa na chochote, ana asura. Anashindwa atapeleka wapi. Kile aliokuwa anawafungia kwa nyumba kama wanyama. Kwa sababu kulikuwa na msichana kijana wasija wakarandara. Lakini mimi nashukuru Bwana kwa sababu huyo madam aliitikia kilio chake. Na saa hii wako tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa
hivyo usichokaa mchochezi kwa mwingine ndiye asije akafaulu tu. Unajua sio lazima ukuwe na pesa utoe. Unaweza kuongea tu, kuongea kwako kuguse. Na hapo uwezi ukaingia kama una hela. Wanasema 15,000 uingie ndio upate, lakini aliingia bila kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hapo utakubaliwa. Hapo ni pesa na mwewa. Kamwambie Mungu na abudu ndio Mungu wa pesa. Wanasema hii primary school watoto wasome bu. Najua Mungu niko naye ni Mungu wa pesa. Atanena mbele yangu. Nitamuuliza pesa, aone hiyo mzee aone kama ni pesa ngapi atamuitisha. Mimi ataniona kwa simu lakini hata niona physical. Tanisikia kwa simu. Unajua mtu anaweza kuona mwili aone uko sawa. Au angalia anataka ashi. Sio mnajua ni Kenya yetu. Si ni Kenya yetu. Sasa wacha huyu mzee aende. Mzee ndo jitetee lakini Mungu amekutetea mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tufurahie kwa Bwana kwa kila jambo. Huyo alipoponywa wangefaa wafurahie wasema haleluya. Wasangilie hii miaka 38, waleta kambuzi na kukutano wachinje, wasangilie, lakini hawakufurahia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Walinungunika, wakatenda maovu, wakamlaumu huyu Yesu alipomponya. Lakini wakati walipokutana na huyo, alimwambia kwamba asicha akafanya nini? Dhambi tena. Kwa hivyo kuna magonjwa mengine yanakuja na dhambi. Kuna magonjwa mengine yanakuja na laana ile tunaambiwa tuvunje. Kuna magonjwa yanakuja kwa ajili ya dhambi. Iponyi hata ukiombaje. Kuna maombi yanaweza kuingia kwa boma kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo ndio sisi wa Kristo tujitakaze, tuebukane na magonjwa tofauti. Tuambie Bwana afanye nini? Atusimamie. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha tumtukuse Bwana. Tusikie yale Roho wa Bwana anayenena. Yule mtu akaenda zake akawapaza habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. Akarudi kwa Wayahudi akawaambia amegundua ni Yesu. Na Yesu akisa kutendea we mwanadamu ama Mkristo, lazima utoe ushuhuda mbele yake. Uliwamwambia ya kwamba nilikuwa nimehangaika kwa muda mrefu. Nilikuwa ya kwamba nimeteseka, lakini nimemuona Bwana. Mahali uko umemuona, mahali umemuona Bwana mtukuze. Mwambie Bwana sitaacha kusika hili vazi lako. Mahali popote utaenda nitakutukuza. Yule aliporudi kule Wayahudi, alimwambia ni Yesu aliyomponya. Akisema ya kwamba ni njia zake mwenyewe. Na wewe ukitaka Yesu kifaulu yoyote, jua ya kwamba kile ulio nao ni Bwana amekupea. Usikuwe mchanja kwa sababu kwenda mbele ya Bwana haitaki uchanja. Inataka mtu ameamua kukaa na kumfuata. Kwa hivyo hii muda tulio na ama wakati tulio naye, inafaa tumwendee Yesu Kristo peke yake. Kwa sababu leo ni mimi, kesho ni wewe. Kwa hivyo kile ulicho nacho usilime mwenzako. Kwa sababu hata kuwa nayo kesho akupea. Umenishika lakini. Kwa sababu yeye anaweza kubadilisha. Na wakati anaweza kubadilisha, anaweza kupata leo una kesho uko nayo. Na kila jambo inaenda katika njia za imani. Na kila jambo inaenda katika njia za mapangilio. Kwa hivyo usichoka mjaribu jirani yako ama rafiki yako kwa ajili ya kufaulu kwa kitu fulani. Huwa ya kwamba utakuwa tena kile neno linena, ujue ya kwamba inahesabiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kama ndio sema ndio, kama ni raha sema raha. Kaa katika neno. Tumwabudu huyu Bwana. Tukae katika neno, tumwabudu huyu Bwana. Vuata katika ile njia Yesu Kristo anataka. Alipoenda katika kule Yerusalemu,
Aliona kuna mtu yule ako huko ana mtu wa kumuinua. Lakini ndani yake alikuwa na imani. Ndio naona ya kwamba alikuwa anachikokota ingie, lakini wale walikuwa haraka, walikuwa mtangulia. Kwa hivyo wale walikuwa hapo mahali alikuwa hawakuwa na huruma. Lakini wakati waliona Yesu ametenda, walianza kuteta. Kuna yule anakuona uko katika mateso, lakini hana huruma. Saidi unasaidiwa, ndiye anainuka na pembe. Anaanza kuongea mbaya. Ndio kuasika kwa ajili ya kusaidia. Anaona ungekuwa unasaidiwa ngasaidiwa mtu mwingine. Yaani mtu anakuwa na tamaa. Walikuwa pamoja na huyu mgonjwa, amekaa muda mrefu, hawakuwa mnamsaidia. Yaani ni kitu ya macho, sio kitu ya kwenda katika darasa. Kuangalia ule anachikokota. Lakini yule kiweta anaruka, anaingia yeye. Lakini yule amekuwa ngata chini, hawezi akainuka, wacha tumsaidie. Mpaka Yesu mwenyewe, mwana wa Mungu, akatambua katika ile mchi kuna lile chambo na kuna yule anateseka. Mahali pale hakuna mtu wa kumuinua. Wacha nifike mahali pale nitende. Kutenda walinamamika. Kwa hivyo wakati unaofaulu sio wote watakupigia makofi. Kuna wengine wataongea maovu. Watasema umeingia katika dini mbaya. Mbona umeingia na kupata kazi haraka? Mbona umeendelea zaidi? Mbona umechenga nyumbani umetoa wapi pesa? Tuko pamoja na wewe. Kwa hivyo sio wote watakupigia makofi. Wengi watanena maovu juu yako ndio uvunjike roho. Lakini nakwambia simama mpaka waanguke. Simama ya kwamba utasimama tena. Bwana Yesu apewe sifa. Mama mmoja akanitolea ushuhuda aliponitembelea asubuhi sana. Akaniambia mimi nitaweka mchango, lakini nimeona nikitembelea. Najua ya kwamba wewe unichui, lakini mimi nakujua. Kwa sababu nakuona project fulani ukienda na nakaa hapo ukiangalia na ukirudi. Namwambia mama sikuchui. Kaniambia kama ikiwa nilitubwa na mzee na watoto, lakini nashukuru Bwana naamuka asubuhi. Sikie wa mama vile aliniambia. Hanazo hapa akipata kibarua ya kulima analima. Kaniambia hata wewe ukipata kibarua unipe. Anaenda anavua nguo, unisikilize. Mama tuko. Bwana alifanya nini? Bwana alifanya nini? Sasa watoto wangu akaniambia mmoja alifanya kutaka shule fulani Kisii akapata B+. Mwingine alipata B last year ako university naenda kuchukua document yake Tuesday. Bwana Yesu apewe sifa. Kaniambia namshukuru Bwana kwa sababu amenipatia afya ya kufanya kazi ile kidogo kidogo napata. Nashukuru Bwana. Na naingia katika kanisa namtolea ile kidogo. Namwambia Bwana unikumbuke tena kesho. Ndio mnafanya hivi. Kama unataka mingi. Unataka Esther iwachili ulikuwa 50,000 ndio tatoa. Tongojea uchoke. Yeye anapanua njia mahali kidogo iko. Bora utoe katika njia za haki na uaminifu. Ile kidogo huko ndio anatazama. Hataki mingi. Ile atakuchasia ndio utaanza kutoa mingi. Anakupatia hii kidogo aone uvumilivu wako, uaminifu ulio nayo. Unatenda kulingana na maandiko ama unataka zile mingi, unataka 1,000,000 ndio upate kumtolea Bwana. Kaniambia mimi nashukuru sana. Mimi kitu nilimchimu ngamwambia mtoto ameamua kusoma. Tuko na yeye. Sio mchanja chanja. Yule ameamua kusoma tuko na yeye. Hata hiyo ikiwa ni wiki nyingine unaniambia saa hii naweka maombi mzima. Nasema nikiongea Nesta Ukinyi atanipatia 50. Nikienda yake mtu hata akiwa mgumu atanipea. Bwana Yesu ape. Iko hivyo. Kwa hivyo sitakosa. Niseme ya kwamba iko hivi. Niseme ya kwamba nimefinyika. Hakuna mtu akonaro. Lakini ni kuchikakamua na kufuata. Ni uongo kama ni kweli. Ninamwambia mimi nitapiga magoti. Nimwambie Bwana. Yule mama Mary anahitaji. Na vile huyo mama anahitaji. Wakati atafika ile siku. Ipata sitakosa kitu kwa mfuko. Ninasemanga hata watoto wakifanya mtihani. Mimi nawaambia mimi ninachipanga Januari.
kwa hivyo wao ndio watanifail. Mimi naambia Mungu kitu na uitika kwa haraka sana. Siendi kuprepare mwezi wa 9. Tayari nimeza muomba. Alinipea mapema. Bwana Yesu apewe sifa. Anajua ya kwamba niliweka ahadi. Na mimi nikamwambia Mungu, usikubali Shetani asangilia kwamba nimeweka ahadi na sijatimiza. Mimi nataka nitimize ndio nimwaibishe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akaniambia kweli ni ukweli. Mama tuko. Bwana Yesu apewe sifa. Wamama tuko vizuri sana. Tuko na afya. Ni wakati wa kumalizia. Chichasie nyinyi wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Naweza kuwa imekuuma, lakini lazima nikwambie ukweli. Mimi nimeandikiwa light. Nimefikisha uchumbe. Na hiyo uchumbe muishike na muifanyie kazi. Uko na afya, unapumua, unatoka. Ambia Bwana, asubuhi na usiku mimi nataka hivi na hivi. Muite katika imani. Muite katika bila kwenda, muite ukiwa umeoza mavazi yako. Wacha kumuita kupatiza. Wacha kuona ya kwamba kuna ndugu yangu pale, nitaenda kuongea naye. Wacha kuambia kuna dada yangu kule, nitaenda kuongea naye. Wacha kusema kuna kaseni yako kule, atanisaidia kwa sababu ni advocate. Tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Mumenizika lakini unajua sisi tunaokoka tukue warefu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sisi tunaokoka tukue warefu. Napenda kuambia yuti na sanzukuru wao watu wa kuomba. Mimi wakati nilipokuwa mdogo nilikuwa masomo, ikafika wakati nilijoin form 1 nilikuwa na shida sana. Kwa sababu msasi angekuwa kuweza kunisomesa kwa sababu hakuwa na hela. Wale waliokuwa mbele yangu walikuwa nasema sisi wengine hatukumaliza na yeye achie huko. Lakini kuna chambo niliambia baba. Na nashukuru kwa sababu Bwana aliitika. Mimi sikuwa mfifu. Nilikuwa naambia Bwana nachikakamua. Na mama alisema ya kwamba kama umeamua, haleluya, na mimi sitakuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Naomba sana namwambia hii wiki wametangaza hatari hatutakuwa shuleni. Lakini Bwana ikifika ile wiki wamesema sikosi kitu. Kila anapata kidogo ndio naenda nacho. Na unajua kidogo kutoka wapi? Puuza. Yani someze Bwana. Wachana hii mnaona wasasi wanaenda kazi, hamjui kama wanakula nini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Naomba Bwana nikipata pesa, wakati ananipea mimi naishika hivi naambia Bwana anatangaza. Najua kwamba wewe ni mweso unaweza kufungua njia. Na ana kitu ya kununua hata mahindi. Namwambia nataka ongea na principal nikifika nipate umenena naye. Haleluya. Naangalia vile anahangaika, nakata katikati, namwambia shika endo nunue mahindi. Ananiambia pana. Kamwambia wewe shika, mimi nitaongea najua Mungu wako. Na nikiongea na principal anakubali. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka sisi tukue na imani kama hiyo. Tusije tukachiweka wafifu katika safari. Tusije tukaona ya kwamba watoto wetu hawatasoma. Tusije tukaona hatuna kitu ya kusomesea watoto. Mungu alikuwa anajua uko na mtoto. Mungu alikuwa anajua atapanua milango na madirisha ya baraka. Anakuongojea wewe muite, umwambie shida zako. Unajua kama umeremewa Mungu hajaremewa. Yeye hajaremewa. Anakuongojea. Umuite yeye umwambie mimi nimeremewa. Ini baraka zako nataka unitangulie. Mimi nisema mpaka nikamaliza.
Nikamaliza tena nikaendelea. Kumaliza tena kuenda huko. Nasema sasa nimeitwa na Irubo kuna chop. Haleluya. Hakuna unajua balance imebaki pesa mingi. Na sina document ya kuonyesha uende kuingia kazi. Lakini mimi nilifunga wiki moja. Ngambia Bwana nataka nikuone kabla sijafika katika ile shule. Mungu ni nani yeye? Nataka kile nitaongea wewe pamoja nami. Wewe unaongojea mpaka walimu wakuja waongee na wewe? Bwana Yesu apewe sifa. Mimi naenda mahali pale kile nitaneno unitangulie na baada ya kupokea nikuwe mwaminifu. Kupeleke kile nisema. Nikaenda nikapata na principal, nimwambia principal mimi niko na shida. Nimepaki balance ya pesa mingi hapa na mimi sina hela, lakini kuna kazi Nairobi. Nimeitiwa. Nitafanyaje? Na kule nyumbani wako down kabisa. Akaniuliza. Akasikiliza na shukuru. Alisikiliza akaniambia endo hone paza. Umwongee umwambie mambo yote. Ndiye aniletee ripoti. Basa alipofungua, unajua ukimaliza shule, unaandikia hata vitabu 30 kama hata ukiwa ukutu basi unajua kawaida. Anataka faida ya su. Kaniambia uko na vitabu 4? Nikamwambia madam. Hata kuona kitabu mbele yangu ni Mungu. Mimi sikuwa nachukua hii kwa sababu nilikuwa hali hili niombe. Mtoto ako naye hata walikuwa ngumu kuomba ananipatia, lakini mimi sijawahi kutoa kitabu kwa library kwa sababu unajua vile nilivyo. Akaniambia hapana, akakuja akasema hii balance ni mingi. Alikwambia aje? Aniambia tuongee na wewe, ongea basi. Nikamuelezea. Wakati nilimwelezea akauzwa. Nikamwambia yeye aliniambia tumalizane na wewe. Kaniambia kuja nikuambia. Kaniambia alikwambia tumalizane na wewe. Kaniambia unaona hii vidole? Itasani. Kamuulizo na maanishaje? Mimi nafanya ndani yangu hivyo. Na saide nitafanya. Mimi nimwambia niandikie hata kila mwezi naleta 3,000 kwa sababu unajua 3,000 zamani pesa mingi. Usifikiri pesa mingi nilisomea mpaka form 4. 3,500 na ilikuwa shida bwana. Sasa hiyo ukipata 10,000 unakula kama siagi unamaliza within 3 days. Lakini ilikuwa na shida. Akaniambia sasa nitafanya hivi. Umenielezea na nachua background, nimepigisha mpaka mahali pale, nimesikia naguswa. Unajua unafikiri aliguswa bure? Aliguswa ile maombi niliweka. Nikamwambia Bwana usifanye nini usinipite. Unikumbuke kuwa mnyonge katika duniani. Akaniambia mimi nitakiria mpaka vitabu. Lakini akicha akiniruka mimi nitalipa kwa niaba yako. Akaingia akanipea akanisaini akaniambia enda kwa amani. Nashukuru Mungu. Kwa hivyo kila jambo unaofanya weka Mungu mbele. Tuko pamoja wanafunzi. Kila usiseme nimelemewa na hii subject. Kura hiyo vitabu ya kwamba utakula tena. Mwambie Bwana yule anayeelewa ni nani. Unajua kuna roho zingine zinaingia wanafunzi wanasema nilisikia wa form 3 anasema maoni ngumu. Ukisema hivyo hiyo speed inakuwa na maana. Ukisema hivi tayari inakuwa na maana. Lakini ukisema na mimi uacha nichikakamue kwa sababu wewe ulipitia na mimi nione itakuwa sawa. Kwa hivyo kila jambo ni maombi. Kila jambo ni kuomba Bwana. Kila jambo ni kujitolea. Kumwambia Bwana na kuhitaji. Kwa hivyo maombi ni maombi yenye nguvu na imani. Hakuna maombi unaomba ikatae kuchipiwa ikiwa wewe umeosa mavazi yako ndani na nje. Wewe usisema ya kwamba ndoa imekuwa ngumu. Usisema ya kwamba watoto wako wamekuwa ngumu. Wewe waweka kwa Bwana na uwafunze kukaa katika neno. Uambie Bwana anatouch hivi na hivi. Nisomee nikisomea mahali fulani kwa Biblia. Leo nataka wewe uombe.
Na ile maombi tunaomba maombi ya imani. Atuombe maombi ya kubatiza. Lakini ukipata kwa nyumba kuna divide. Baba akiongea hivyo, mama anaongea hivyo. Yaani inamaanisha kuna yule ana favor. Utaharibu hao watoto. Utakuja kuregret tu right. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akileta kichwa ukimpiga left hand side, mama baba mpime right hand side. Sichakataa wanafunzi wasipiwe. Very serious. Ongerezwe na ni discipline yake. Aongerezwe tena juu. Unajua mtoto hawezi akoleta sheria akwambia yeye anataka hivi. And that is final. Kwani mtoto amekusaa? Mtoto hajakusaa. Mwambie amue kitu moja. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie uamue kitu moja. Unajua kuna jambo inataka kiboko na kuna jambo inataka kuongelezwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukae katika neno, tumsingizie huyu Yesu Kristo. Tujue kwamba kile Bwana anatenda kinastahili machoni petu, na sisi tukitenda tumfurahishe yeye. Ndiye kule mbinguni kikuwe na viregere na sangwe kwa ajili ya ushindi wa Yesu Kristo kati yetu. Kwa hivyo tuungane mikono, tuombeane, ndio tuonane kule badalizo. Mambo mengi tuache, vitina tuache, masengenyo tuache, leo ya kuinukiana tuache. Tuambie Bwana tunapenda sisi zote na tupenda watoto vile unapenda wako. Penda watoto vile unapenda wako. Usichokainukia mtoto wengine kisirisiri. Ati furaha yako ni kuona ako huku na kule. Penda vile umependa wako. Ndio pate nini? Baraka kutoka kwa Bwana. Na dhambi ya mzazi usiweke kwa mtoto. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe unaosawisha mtoto vibaya, unamwambia leo atuongee na mtoto usimsalimie, wewe unapoteza huyo mtoto. Atakwenda kicheza mpira anasema mama aliniambia hata nisiongee na watoto wa kimtu. Kimtu mbaya, nisiongee na watoto wa Menya ni wabaya, nisiongee na Menya. Umemchenga. Bwana Yesu apewe sifa. Baba yangu alikuwa na bibi watatu, lakini kuna kitu moja mama aliniambia. Aliniambia kuna siri ilikuwa ya wanawake watatu. Hata wakikosana hawezi akakwambia yule mama mdogo ni mbaya ama ni yule mzuri. Anakuambia wote ni mama. Hiyo ni siri ya? Hiyo ni siri ya. Sahi. Anaume tuko weka wawili. Ukufe ama mmoja akufe. Sawa, kifo ya kustakia mwenyewe. Mshiba wa kustakia mwenyewe ina kilio. Bwana Yesu apewe sifa. Inafaa tujifunze kutoka Agano Jipya na Agano Raka. Tujue vile tunaweza kukaa katika neno. Tujue tunaweza kumfurahisha Bwana tuishi miaka mingi. Na wewe mama usikatie mzee masiku. Na wewe mzee usikatie bibi yako masiku kwa ajili ya stress. Akisema hata akienda nitaoa. Nyoka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Iliona mwingine. Ni mambo mengi tunaweza kusema, lakini ili ipate kuwachenga katika kiroho. Unajua ile mambo nimeongea 2-3 sika inaweza kufungua. Uone mahali huko urudie. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hiyo ni vitu inatendeka ama itendeki? Wiki moja 2, bibi ndio hiyo. Bibi anakaa yoka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha mapenzi yakuwe kwa moyo, lakini sio kwa macho. Ndio sote tuelekea kule baradi. Ndio sote tuende wapi? Ndio sote tusafiri kwenda wapi? Na mali upendo hiko, ndio baraka hiko.
mahali mtawanyiko hako, malaika wa baraka anatoroka. Unasema vitu sasa imekuwa ngumu. Huyo ni Nyaboga anasema imekuwa ngumu kwa sababu ameleta divide. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tukae pamoja tuende vile Yesu mwana wa Mungu alikuwa anatembea. Akimaliza amemaliza. Na ni yeye mtu alikuwa anasafiri na imani. Kwa imani. Kwa kila kitendo alikuwa anatenda kwa imani. Kwa kila kitendo alikuwa anatenda kwa upendo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo chambo na wachia ni sio wote watafurahia vile ulivyo. Sio wote watafurahia yale mambo unafanya. Wengi watakuinukia, watakuchukia na kuongea maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hata wakiunikia ukichukia, simama imara. Kwa dondikia kwa wanadamu, lakini kwa Mungu simama. Ninapenda kusema hivyo. Bora mtu asipatie asikukatie uhai. Ni Mungu aliyokupea. Mwambie Bwana nipatie mpangilio katika maisha. Usiache nikae kwa ajili ya kukaa huko. Usiache nihubiri hii neno la Bwana kwa ajili kuhubiri huko. Usiache nikuwe na upendo, sijakataa upendo. Lakini upendo ikiwa na hekima na maarifa. Bwana awabariki. My name is Regan and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians 4 verse 1. It says, I therefore the prisoner of the Lord beseech you to work worthy in which you have been called. My name is Michelle Nema and I have a song. Kengele alia inatuhitaji, nenda shambani mwa Bwana. Peleka injili mataifa yote, Bwana Yesu anakuja. Kengele alia inatuhitaji, nenda shambani mwa Bwana. Peleka injili mataifa yote, Bwana Yesu anakuja. Ndugu roho na watu kifuata dai, watadai wakiwa mikononi mwako. Thank you. My name is Shannon and I have a poem. Father, Mother, where did you go? We no longer see you. How have you been? Do you remember you have kids? Since you got a big job, bought a big car, bought a tablet and a big phone, you forgot all about us. You wake up very early in the morning, leave for work, you don't know how we have slept. You hired a house girl ndo tusifanye kazi. Bravo for that. But who will teach us to be big men and big women who are just like babies? Do you know even which class I am? School meetings you don't attend. You also say, tuko busy sana. Dad, Mom, I would want your company. Sit down with you, have a laughter together. Tell you about school and my personal life. Do you know personal life? Parents, set time to know your kids. Your presence matters more than your presence. Thank you. My name is Nomi and I have a song. Moyo wangu watamani kuyatenda yako mema, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Moyo wangu watamani kuyatenda yalo mema, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. E Mungu wangu ninakuomba unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku utende mema. E Mungu wangu ninakuomba unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku utende mema. Wengi wetu wazinzia